Nchi yetu imejengwa kwenye mikono ya viongozi wetu, wazee wetu. Katika historia ya kabla ya uhuru, kipindi tunadai uhuru na baada ya uhuru, sisi ambao tunajiita vijana wa leo, nchi hii imejengwa kwenye mabega ya hawa wazee wetu ambao zamani na wao walikuwa vijana. Walitumia ujana wao vizuri kwa kuilea nchi yao. Walitumia ujana wao vizuri kwa kuitunza Tanzania. Ni mimi na wewe kijana mwenzangu Mtanzania, tutumie nafasi yetu vizuri ya ujana kwa ajili ya wajukuu zetu, watoto wetu watakapokuja kuikuta Tanzania. Wazee wetu wameitunza tunu zetu za Tanzania hii. Hata ukienda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunu hizi zipo, zimeandikwa. Ya kwanza tunu ni amani, imeandikwa, ambayo ipo na imelelewa na wazee wetu. Iko tunu ya umoja, iko tunu ya uhuru, iko tunu ya mshikamano, iko tunu ya maadili, lakini iko tunu ya lugha njema ya Kiswahili. Mmemsikia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juzi wakati anaongea na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wote Tanzania. Amezungumza kwenda kuzilinda tunu hizi za Tanzania. Amezungumza kwa pia kwenda kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wako wengine anaweza kumaliza hotuba ya saa nzima asimpongeze hata rais kwa mambo mazuri ambayo ameyafanya. Unamkuta mtu anaweza akaandika hata peji 10, 20, asiandike hata para moja ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ujenzi wa barabara, hata ya mwendo kasi kuja Mbagala, kwenda Tandika, kwenda wapi, kwenda Gongo la Mboto, kwenda wapi, hata barabara nzuri hasemi. Lakini tumemwona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila kiongozi wa dini akipata nafasi yake, rais amekuwa akiandika, akiwapongeza, akitoa ahadi ya ushirikiano. Wako wengine wanapata ugumu. Sasa sisi ambao pia ni watendakazi, unamwangalia ule kiongozi wa dini mara 2, mara 3. Unapataje ugumu hata kusema pongezi kwa ushindi ulioupata? Hata kusema asante kwa barabara unazozijenga. Hata kusema asante kwa kila kata kuwa na kituo cha afya. Hata kusema asante kwa hospitali yetu ya rufaa ya Muhimbili kuboreshwa. Hata kusema asante kwa kuwa na hospitali bora Tanzania. Hata kusema asante foleni ambayo ilikuwepo hapo bandarini leo hii haipo. Hata kusema asante, hata sadaka na zaka zimeongezeka kwa sababu watu biashara imeenda kukua. Hata kusema asante, barabara za kwenda mikoani zimeimarika. Hata kusema asante kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu ndege zimeimarika na sisi viongozi wa dini tunaweza kupanda ndege kwenda mahala pengine. Hakuna hata neno moja la asante kumpongeza au kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa ni salama sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri. Ombi langu kwa wananchi wote, kwa ndugu viongozi wa dini, ukiona taarifa yoyote, naomba mtoe taarifa kwa viongozi polisi kata, kwa wenyeviti wetu, kwa waheshimiwa madiwani. Usione jambo lisilo la kawaida ukalimezea macho, ukaliacha, liseme ili hatua ziweze kuchukuliwa. Usione mkusanyiko wa vijana upo tu ukajua labda ni vijana. Hapana, toa taarifa ili vyombo vya ulinzi na usalama viweze kuchukua hatua. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Nishukuru kwa hii nafasi. Niwaombeni tuendelee kuzilinda tunu yetu ya taifa.